Ndugu viongozi, maafisa na maaskari, makao makuu haya ya ulinzi wa taifa ni alama ya ukomavu wa kielelezo cha uwezo wetu kama taifa wa kupanga, kuamua na kutekeleza miradi mikubwa kwa kutumia fedha zetu na wataalamu wetu wa ndani. Huu ni msingi muhimu wa uhuru wa maamuzi na heshima kwa taifa letu. Tukilinganishwa na wengine ndani ya Afrika, tutakuwa kati ya nchi zilizotoa kipaumbele na heshima kubwa kwa shughuli za ulinzi. Majengo haya yasitupe fahari tu kuwa nayo. Jengo zuri kubwa limependeza, lakini kuna fezi mbili nyingine zinakuja kuongezea ukubwa na uzuri wa jengo hili. Sasa isiwe tu ni fahari yetu, bali majengo haya yatumike kuimarisha na kusimamia ulinzi wa taifa letu. Yatumike kama kituo cha fikra, uchambuzi wa kitaalamu na uratibu wa kisayansi wa mikakati na shughuli za ulinzi zinazoendana na wakati tulionao, pamoja na majukumu mengine ya ulinzi wa taifa letu. Mambo hayo ni ya msingi kwa kuwa mazingira ya kiusalama ya dunia kwa wakati tulionao hayalindwi kwa silaha peke yake, bali nyenzo muhimu ni upatikanaji, uchambuzi na matumizi ya taarifa, teknolojia, mifumo ya mawasiliano na mbinu za kisasa zinazohitaji ubobezi wa kitaalamu na weledi wa hali ya juu, mambo ambayo nataka nikiri kwenu, nilipotembelea hili jengo niliyaona yako pale ndani. Tunahitaji kuongeza, lakini tayari tumeanza. Mambo hayo yako pale ndani. Hivyo ni imani yangu kwamba ujenzi wa awamu mbili zinazofuata zitakwenda kuzingatia haya niliyoyaeleza na kuongeza nguvu kwa yale ambayo tayari yapo pale ndani. Ahadi yangu kwenu kama Amiri Jeshi Mkuu ni kuhakikisha kuwa awamu zilizobaki zinakamilishwa. Ndugu viongozi, makamanda na wapiganaji, tarehe 15 Disemba mwaka jana nilipewa heshima ya kufungua mkutano wa 9 wa mkuu wa majeshi ya ulinzi na makamanda mkoani Tanga pale kwenye kituo chetu cha SCUA. Mkutano ule ulibeba kauli mbiu inayosema ulinzi imara na amani ndio msingi wa maendeleo ya nchi yetu. Kauli mbiu hii inatukumbusha kuwa kila hatua ya maendeleo tuliyoifikia imejengwa juu ya msingi wa utulivu, nidhamu, ulinzi thabiti kwa wananchi wetu. Jinsi taifa letu linavyokuwa kiuchumi ni kiashiria kwamba hali ya ulinzi na usalama imeendelea kuimarika. Bila uimara wa hali ya ulinzi na usalama tusingeweza kufikia hatua tuliofikia leo, kwani hakuna uwekezaji unaokuja bila mazingira salama, na hatuwezi kujenga ustawi wa wananchi bila amani. Kama mnavyofahamu, ni juzi tu shirika bobezi linalofanya tathmini ya ukuaji wa hali ya uchumi duniani, The Moody's, limeipa nchi yetu daraja la B1, daraja ambalo ni kiwango kizuri sana kwa mustakabali wa ukuaji wa uchumi wetu. Mheshimiwa Rais, jengo kuu la makao makuu ya ulinzi wa taifa linajumuisha ofisi zote za Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa pamoja na ofisi zote za makao makuu ya jeshi kwa maana ya ngome. Jengo limejengwa kwa ubora na usalama wake ni wa hali ya juu. Jengo linayo miundombinu yote muhimu kwa ajili ya ulinzi wa jengo lenyewe, lakini pia na wale wanaolitumia. Aidha, gharama za ujenzi wa jengo kuu, majengo saidizi, miundombinu wezeshi pamoja na ununuzi wa samani zote za ndani ya jengo ni takribani shilingi za Kitanzania bilioni 121. Fedha zote hizi zimetolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, makao makuu haya ya kudumu ya ulinzi wa taifa ni ya kwanza kabisa kihistoria katika jeshi letu.
Kama wote mnavyofahamu, kabla ya makao makuu haya jeshi lilikuwa na makao makuu yake Upanga, Dar es Salaam tangu kuasisiwa kwake hapo mwaka 1964. Baada ya kuhamia jijini Dodoma rasmi mnamo mwaka 2019, jeshi lilijenga makao makuu ya muda pale Msalato na kuanza kujenga makao makuu ya kudumu hapa tulipo Kikombo. Na leo hii historia na ndoto ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania ya kuwa na makao makuu ya kudumu na ya kisasa inakamilika.